Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Leo tunaenda kuanza makala yetu kwa kuangalia sifa za fasihi, na katika fasihi haswa ile ambayo tumechagua ni mchezo wa kuigiza ambao unaitwa tamthilia. Kipengele cha tamthilia tunajua kwamba kinapatikana katika uandishi, japo pia kikiigizwa jukwaani huwa kinakuwa kimejisimamia katika simulizi. Mchezo wa kuigiza ambao pia tumesema kwamba unaitwa tamthilia una sifa zake spesheli ambao unafanya kuwa tofauti na zile tanzu nyingine kama vile novela, ushairi, riwaya na kadhalika. Tamthilia inavyoandikwa huandikwa kwa maonyesho. Kwa hivyo hiyo ni sifa yake moja inayoifanya kuwa tofauti na zile tanzu nyingine. Huwa kuna onyesho la kwanza, onyesho la pili, onyesho la tatu mpaka mwisho. Kwa hivyo hiyo ndio sifa moja ya tamthilia ambayo ni wazi na bayana kwa kila mmoja ambaye pengine anatalii sehemu hiyo. Mbali na huo muonekano, tunagundua kwamba tamthilia inavyoandikwa huwa ina majina ya wahusika katika upande mmoja kulia, alafu mbele kuna matendo ama kuna vitendo ama kuna yale matekelezo ambayo yanatekelezwa na wale wahusika. Utapata majina ya wahusika yanaandikwa katika upande wa kulia kwenye mabano, alafu matendo ama maneno wanayoyasema yanafuatilizwa mbele yake. Tofauti na ilivyo katika riwaya ama zile tanzu nyingine ambapo huwa kazi imeandikwa kwa lugha ya nadhari kwa kufuatilia moja kwa moja mpaka chini, na huwa imepangwa pia katika aya ama paragrafu. Mbali na hapo, tunapata sifa nyingine ya tamthilia kwamba wakati mwingi tamthilia inapoandikwa huwa kuna maelekezo ya jukwani. Kuna maelekezo mafupi ambayo aghalabu au mara kwa mara yameandikwa katika mabano, yanaelekeza kuonesha hisia, kuonesha mahali, kuonesha vitendo vya wahusika na kadhalika. Kwa hivyo hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakafanya mchezo wa kuigiza ama tamthilia kuwa tofauti na zile tanzu nyingine. Sasa tuangalie masuala ya kijamii ambayo yanapatikana katika tamthilia. Haya masuala ya kijamii ambayo yanapatikana katika tamthilia huwa yanapatikana kwenye tamthilia kwa sababu masuala yote ama maudhui mengi ambayo tunayaona jukwani yakiwasilishwa huwa yametoka katika jamii, na kwenye jamii kuna maudhui tofauti tofauti. Kwa hivyo yanajenga masuala ya kijamii ambayo yanazungumziwa kwenye mchezo wa kuigiza. Masuala kama vile umaskini yanapatikana katika tamthilia. Masuala kama vile ufisadi, elimu, haki, na tunapozungumzia haki kuna haki za wanawake, haki za watoto na haki za watu kwa jumla. Pia kuna masuala kama vile utunzaji wa mazingira, utunzaji wa maji, utunzaji wa miti na wanyama pori na mambo kama hayo. Pia kuna ile dhana ya usawa wa kijinsia baina ya watu wa kike na watu wa kiume. Haya ni baadhi ya masuala muhimu sana katika jamii ambayo hayakosi katika kazi za kuigiza ama tamthilia. Kwa hivyo wakati mwingi unaposoma unajiuliza ni nini haswa ambacho najifunza? Ni nini haswa ambacho najifunza? Hapo unajua maudhui ama masuala makuu. Ni wapi haya mambo yanatendeka? Wapi? Hayo yanaitwa mazingira ama mandhari ambapo yanatendeka. Utagundua kwamba mandhari haya yanapatikana hususan katika maelekezo. Utasikia nyumbani kwa Anita, sebuleni, kuna saa ukutani ambayo inasonga tik tik tik, kuna kochi chafu pale mezani, kuna sahani ambazo hazijaoshwa, kuna vumbi. Wanatujengea picha ya mazingira ya pale kulivyo, na kutokana na hapo tunaweza tukaangalia kwa jicho la ndani na tukasema hapa kuna tatizo. Pengine hawa maisha tulivyosimuliwa yanavyoonekana, picha tunayopatiwa, hawa si watu wa juu katika tabaka. Kwa hivyo nasema kwamba kuna umaskini hapa katika mazingira haya. Kwa hivyo wapi
ukijiuliza swali, haya mambo yanatendekea wapi, utajua mazingira, utajua mandhari ya kile ambacho kinazungumziwa. Kwa hivyo maudhui tushazungumza, alafu na wapi ambapo kitu kinatendeka. Mbali na hapo, kuna matumizi ya lugha ambayo yanatumiwa sana katika tamthilia, kwa sababu tamthilia huhusisha watu wakizungumza, na watu wanapozungumza hutoa kauli zao kwa kutumia tamathali mbalimbali. Kwa mfano, utagundua kuna matumizi ya kinaya, ambacho tunajua kwamba kinaya ni kusema kile kinyume cha kile ambacho kinalengwa hasa. Kwa mfano, polisi anatarajiwa kwamba yeye ndiye atakayekuwa analinda usalama wa watu, lakini unakutana na polisi usiku, anakushika na kupiga, anakuwekea bangi kwenye mfuko, alafu anakuambia amekushika. Unamuuliza, lakini wewe ndiye mlinda usalama, unafaa kutuhakikishia kwamba maisha yetu yako salama, lakini polisi ndiye sana anaifanya mambo hayo. Kinaya. Utagundua pia katika jamii, kwa mfano, unapata wazazi katika hali ya umaskini wanawatuma watoto wao waende mjini waombeombe, wajifanye kwamba ni chokora, kunradhi kwa kutumia neno hilo, shakumsi matusi. Wazazi wametulia, kwa hivyo watoto ndio wanafanya shughuli ya kuombaomba barabarani, wakipewa pesa kidogo wanaoletea wazazi. Kinaya. Tunatarajia kwamba malezi na utunzaji wa wanajamii yafanywe na wazazi, bali sio watoto kuenda kutafuta ili kuwaletea wazazi. Kinaya kimetumika pale. Mbali na kinaya, kuna utohozi. Kutohoa ni kuchukua maneno katika lugha nyingine kuyafanya yawe ya Kiswahili. Tunaona kwamba katika tamthilia watu wanapozungumza wakati mwingi wanatohoa maneno na wanayazungumza kihivyo. Alafu pia kuna kubadilisha ndimi ama maneno. Kwa mfano, mtu atazungumza kwa lugha moja alafu abadilisha ingia katika lugha nyingine. Kwa mfano, Kiingereza huonesha kubadilika kwa hisia za mtu, huonesha kisomo cha mtu, huonesha hadhi ya mtu na kadhalika. Kisha kuna istiara ambazo zinatumiwa pale, ule ulinganisho wa moja kwa moja na kadhalika. Alafu pia kuna matumizi mepesi ya nahau, kuna methali ambazo zinatumiwa ili kuleta ujumbe fulani katika kile ambacho kinazungumziwa. Sikuambii tashbihi ambazo zinamithilisha na kufananisha baadhi ya matukio ama kauli ambazo zinasemwa pale. Mwisho kabisa, ningependa pia kuzungumzia umuhimu wa maelezo ya mlazo ama yale maelezo ambayo yanawekwa kwenye mabano, ambayo ni muhimu sana katika tamthilia. Maelezo ya mabanoni husaidia mwanzo kukuza sifa za wahusika. Tunajua sifa za wahusika kutokana na hilo. Jambo la pili, yanaeleza pia kutaja mandhari, tujue ni wapi ambapo kitu kinatendekea, na pia yanatusaidia kukuza maudhui. Kwa mfano, wakiweka maneno alafu waeleze na kufafanua, tunaweza tukayatumia kukuza maudhui ambayo yamezungumzwa katika kazi hiyo. Na mwisho pia tunaweza tukasema kwamba maelezo hayo yanatupatia muda na wakati wa tukio, pengine linatendekea wakati gani. Inatusaidia pia kuelewa mazingira ambayo kitu kinatendeka. Pia inatupatia sisi ambao pengine hatupo pale moja kwa moja kuweza kukadiria mawazo, fikra za wale wahusika ambao wametumika katika kazi hiyo. Wakati mwingi kuna vitu kama jukwaa ambao ndio sehemu ya kutekelezea. Kuna sikia kwamba taa imezima, jukwaa, onyesho la pili. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo yanatumika pale kuonyesha ule mfuatano wa matukio ambayo yanaweza kutengenezwa pale ama yanaweza kuhaririwa pale katika kazi nzima ambayo inawasilishwa katika tamthilia. Kwa hivyo hayo na mengine yanaweza yakakuwezesha sana kuweza kuelewa jukwaa lote ambalo linazungumziwa wakati mtu anataja dhana hii ya mchezo wa kuigiza. Kufikia hapo, nadhani umepata mwangaza mzuri kuhusu tamthilia na jinsi inavyoweza kubainika na kuelezeka kwa ukamilifu. Jina langu ni Jibril Adam. Shukran.